Rastafari King Selassie is the first. Basi sifa na shukrani zaidi kwake Jah, anaendelea kutubariki nguvu hii ya kuweza kukutana Sunbat, tukaimba nyimbo za Naya Bingi. Tunajua ni nyimbo ambayo zinasumbua sana ulimwengu wa kiroho wa waovu. Ulimwengu wa kiroho wa waovu unasumbuka sana saa tunapoimba nyimbo na ngoma za Naya Bingi. Na siku zote tumejitoa kama maaskari wa Jah, kama marastafari ya taifa teule la Jah lililochaguliwa kwa ajili ya kuendelea kumtangaza Jah katika dunia nzima. Na siku hii ya Sunbat, siku ya saba, siku ya pumziko, tunakuja pamoja kuendelea kumsifu Jah Rastafari. Basi katika neno la Jah leo hii, katika neno la Jah leo hii tutakuwa na kitabu cha Petro wa kwanza. Itakuwa ni Petro wa kwanza katika kuanzia sura yake ya pili. Ile aya. Basi ondoeni ubaya wote na udanganyifu wote na unafiki na wivu na namna zote za masengenyo. Na kama watoto wachanga waliozaliwa hivi karibuni, kuzeni tamaa kwa ajili ya maziwa yasiyochanganywa na kitu, ambayo ni ya lile neno, ili kupitia hayo mkue kufikia wokovu, mradi tu mmeonja na kuona kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Tunaambiwa kwamba tuweke kila aina ya ubaya pembeni, kwa sababu sasa sisi ni watu wapya. Sisi ni watu wapya kwa sababu tunamjua Jah Rastafari Haile Selassie. Tunaujua ujio wa pili wa Yeshua HaMashiach Haile Selassie. Kwa sisi ni watu wapya, tuwe kama watoto wadogo ambao wanahitaji maziwa ya mama ambayo hayakuchanganywa na kitu, maziwa ya asili kabisa ambayo hayajachanganywa na kitu. Na maziwa hayo ni maziwa gani? Ni lile neno la Jah, lile neno la Jah. Sisi ambao tunaishi kipindi hiki cha ujio wa pili wa Yeshua HaMashiach, tunashiriki neno la mfalme wa wafalme, ujio wa pili wa Yesu Kristo. Tunashiriki neno la mfalme wa wafalme Haile Selassie. Kwa hiyo tulikuwa tunapokea neno tuweze kukua zaidi kufikia wokovu kwa kupitia neno, kuanzia neno la Yeshua HaMashiach mpaka neno la mfalme wa wafalme Haile Selassie. Selassie amekuja kama konsei wa hii dunia, kama mshauri wa hii dunia. Kwa hiyo kupitia yeye tunapata kupitia maneno hayo tunapata wokovu, ili mradi tusie tumeshaonja kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Tumeshaomba kwamba Bwana Mungu wetu ni mwenye huruma kwetu, kwa sababu hata alipomtoa Yeshua HaMashiach ilikuwa ni kwa sababu ya huruma, ya kuwahurumia wanadamu. Jah, kimjia yeye Jah kama kulijia jiwe lililo hai, lililokataliwa ni kweli na wanadamu, bali lililochaguliwa lenye thamani kwa Jah. Tukimjia Jah Rastafari Haile Selassie kama nini? Kama tunalijia jiwe lililokataliwa na wanadamu, lakini limekuwa jiwe lenye thamani kubwa sana kwa Jah. Tunajua kwamba Haile Selassie ni Yeshua HaMashiach Yesu Kristo. Amekuja katika ujio wake wa pili. Alipokuja mara ya kwanza alikataliwa na wanadamu. Wachache walimkubali, lakini wengi walimkataa. Walimkataa, wakamsulubisha. Lakini kwa kumkataa kule, yeye Jah amemrudisha tena duniani kwa mara ya pili. Sasa tunamjia yeye, sasa hivi tunamjia yeye kama tunalijia jiwe kuu lililokataliwa na wanadamu, bali limechaguliwa liwe jiwe la thamani sana na Mungu. Haile Selassie amechaguliwa na Mungu, na sisi tunamfuata kama tunalifuata jiwe lililo la thamani kubwa sana kwa Jah.
sababu tunafahamu neno kamili la Jah linasema nini. Tuna ujio wa kwanza wa Mungu katika mwili na tuna ujio wa pili wa Mungu katika mwili katika mfalme wa falme. Kwa hiyo tunamjia yeye. Ninyi wenyewe pia kama mawe yaliyo hai mnajengwa kuwa nyumba ya kiroho kwa kusudi la ukuhani mtakatifu, ili kutoa dhabihu za kiroho zenye kukubalika kwa Mungu kupitia Yeshua HaMashiach. Haleluya. Na sisi watu wachaguliwa wa Jah, ambao tumechaguliwa kumfahamu mfalme, kulipokea lile jiwe kuu ambalo Jah lilichagua, tukampokea mfalme, tukawa naye, nasi tumechaguliwa kuwa makuhani wa mfalme. Nasi tumechaguliwa, tumewekwa imara. Ninyi wenyewe kama mawe yaliyo hai mnajengwa kuwa nyumba ya kiroho kusudi la ukuhani mtakatifu. Tumewekwa imara kwa kusudi la ukuhani mtakatifu, ili tukautangaze ufalme wa Jah. Tukawe makuhani wa mfalme, ili tukawe makuhani wa mfalme, tukamtangaze Jah duniani, wale ambao wote wameweza kumpokea mfalme. Tumechaguliwa, tumewekwa makuhani watakatifu, kwa maana imeandikwa katika andiko, tazama, ninaweka katika Sayuni jiwe lililochaguliwa, jiwe la pembeni la msingi, lenye thamani, na mtu yeyote atakayeonyesha imani katika hilo hatakata tamaa hata kidogo. Haleluya. Maana tazameni, imeandikwa, Jah anasema, nimeweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, ambalo jiwe hilo mtu yeyote ambaye ataonyesha imani katika hilo hatakata tamaa katika dunia hii. Sasa Sayuni ameweka jiwe. Sayuni kunakuwa nani? Sayuni ni nyumba ya mfalme. Sayuni wakati wote ni nyumba ya mfalme. Maana yake tunapoambiwa kwamba ameweka Sayuni jiwe kuu la thamani, maana yake ameweka mfalme pale, na yeyote atakayeonyesha imani katika hilo hatakata tamaa. Tunajua hili jiwe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa bwana, simba mshindi wa kabila la Yuda. Sayuni ndiyo Ethiopia, na jiwe hilo kuu ni Haile Selassie. Petro anazungumza haya katika Agano Jipya. Hapa ni katika Agano Jipya, anakubali kwamba unabii umesemwa, kuna jiwe litawekwa Sayuni, na hilo jiwe ni mfalme, na hakuna mfalme mwingine isipokuwa ujio wa pili wa Yeshua HaMashiach, kwa sababu yeye alikataliwa mara ya kwanza, lakini Mungu alimweka pembeni na akasema, hili ndilo jiwe ambalo nitairudisha tena duniani, na itakuwa ni jiwe la wengi kujikwaa, kwa sababu wataendelea kuwa na nini? Na dharau katika yeye, lakini wachache watampokea. Kwa hiyo yeye ni mwenye thamani kwenu ninyi, kwa kuwa ninyi ni waamini. Yeye ni mwenye thamani sana kwetu. Haile Selassie ni mwenye value kubwa sana kwetu, kwa sababu sisi ni waamini katika yeye. Tumelifuatilia neno la Jah jinsi inavyosema, kuanzia kuja kwa Yeshua HaMashiach, tumesikiliza kwake, tumefuata neno la Jah kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Tumekuwa watiifu katika neno, na tumeweza kuamini kwamba ilisemwa atarudi tena kwa mara ya pili kama mfalme wa falme. Sasa anaporudi kama mfalme, tunampokea na tunamwamini Haile Selassie. Yeye ni mwenye thamani sana kwetu sisi, kwa sababu sisi ni waamini. Tunashiriki maneno yake, tunajifunza mengi kupitia mafundisho yake, kama yeye kama konseye mkuu wa hii dunia. Tunajifunza mengi. Na hapo ndipo tunaambiwa kwamba ni mwenye thamani, kwa sababu sisi ni waamini. Thamani yake kwetu ni kwamba tunajifunza mengi sana, tunaendelea kuwa ni wenye imani
ya nguvu na tunasimama imara duniani kwa sababu tunashika mafundisho yake. Lakini kwa wale wasioamini, jiwe lile ambalo wajenzi walilikataa limekuwa jiwe kuu la pembeni na jiwe la kwanza na mwamba wa kuangusha. Wale watu wengine walilikataa. Kulikataa kwao limekuwa ndio jiwe la kujikwaa na kuanguka. Wanajikwaa vipi? Wanaanguka vipi? Kwa sababu ya kutokumwamini yeye. Hapo ndipo ambapo wanaichukua njia ya kuelekea kwenye moto wa milele. Kuanzia pale ndipo wanapoichukua njia ya kuelekea katika ziwa la moto, kwa sababu wanapotea kwa sababu ya kumkataa. Wanapotea kwa sababu ya kumkataa, ndio wanapojikwaa. Yule waliyemkataa mara ya kwanza, yeye ndio amekuwa jiwe kuu la kujikwaa, kwa sababu yeye mwenyewe ndio amemrudisha tena duniani kwa mara ya pili. Jinsi walimkataa, wataendelea kumkataa tena na zaidi. Lakini walio watiifu katika neno wanaendelea kusimama naye na wanamtambua tena katika ujio wa pili, wanaendelea kuokolewa. Hawa wanajikwaa kwa sababu si watiifu kwa lile neno. Kwa sababu hiyo pia waliwekwa rasmi. Wanajikwaa kwa sababu hawakuwa watiifu katika neno, hawakuzingatia neno, na ndiyo maana wanajikwaa. Hawajisomei neno, lakini wao ni watu wa kwenda kanisani, wanatega sikio tu yenye waliandaliwa na kuondoka. Wakati makanisa yale ni ya wakoloni. Shida na dhumuni lao ni kufanya nini? Kuzidi kuwafunga wanadamu waendelee kuwa katika minyororo ya kishetani ya uongo, wasiojua ukweli. Hawawezi kulitii neno. Lakini ambao wanajisomea wenyewe neno, wanajisomea wenyewe, lazima watakapolitii lile neno, lazima watatimiza mapenzi ya Jah. Nayo ni nini? Kulitafuta jina jipya. Mapenzi ya Jah ni nini? Kumtafuta mfalme wa falme, kumjua Mungu wako katika mfalme na kulipokea jina jipya. Ndicho kitu ambacho wanajikwaa mpaka leo hii. Wamemdharau mfalme, wamedharau jina, na ndio jina la wokovu Rastafari, ambalo limeletwa na mfalme wa falme Haile Selassie. Lakini ninyi ni jamii iliyochaguliwa, ukuhani wa kifalme Haile. Lakini ninyi ambao mmempokea mfalme wa falme, mmepokea jina jipya, ninyi ni jamii iliyochaguliwa. Nyinyi ni wachaguliwa wa Jah. Rastafari ni wachaguliwa wa Jah kwa sababu walitimiza neno, wakamtambua mfalme wa falme, ujio wa pili, wakamjua Mungu katika mwili. Ninyi ni makuhani wa kifalme, makuhani wa mfalme. Mmemjua mfalme, mnakamata habari za mfalme na mnamtangaza duniani. Nyinyi ni makuhani wa kifalme. Kwa hiyo ni kazi wanadamu walipewa. Wanadamu walipewa ile kazi ya kumjua mfalme ili wamtumikie, sasa wamtangaze duniani. Ninyi ni makuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa kuwa mali ya pekee, ili mtangaze kote kote sifa bora zake, yeye aliyewaita ninyi kutoka katika giza kuingia katika nuru yake ya ajabu. Haya, tumeitwa sisi kutoka katika giza, kutoka katika minyororo ya uongo wa madini ya kikoloni. Tumetoka kule, tumeijua Rastafari, njia ya maisha. Tumetoka katika giza, tumekuja katika nuru. Tuliitwa ili tukawe makuhani wa mfalme, tukamtangaze kote kote sifa zake. Tumeitwa, tumemtambua, tumemjua. Kazi yetu tulionayo ni kumtangaza mfalme, na ndio sadaka kuu ambayo Jah anataka leo hii. Sadaka kuu ambayo Jah anataka leo hii. Amesema hafurahishi tena sadaka za zamani, sadaka za damu, sadaka za nyama. Zile sadaka watu walikuwa wanamtolea Mungu zamani, wanalalisha ng'ombe pale kwenye moto. Hafurahishi tena zile sadaka. Sadaka anazofurahishwa nazo leo hii ni kutangaza sifa na matendo yake na jina lake katika dunia nzima.
Hiyo ndio sadaka kuu ya leo hii ambayo nataka. Amen. Kwa kuwa wakati mmoja ninyi mlikuwa si watu, lakini sasa ninyi ni watu wa jana. Wakati fulani tulikuwa si watu kwa sababu tulikuwa hatujaujua ukweli. Lakini kuanzia kuja kwa Yeshua HaMashiach mpaka kuja kwa Haile Selassie tumeujua ukweli. Wakati fulani ninyi mlikuwa wale ambao hawakuwa wameonyeshwa rehema, huruma, msamaha. Lakini sasa ninyi ni wale ambao mmeonyeshwa rehema, msamaha. Kabla Yeshua haje, Yeshua HaMashiach, hatukuwa na rehema. Lakini alipokuja alionyesha huruma kwa wanadamu. Akawapatia jinsi ya kuweza kuokoka. Wakati Selassie bado hajafika duniani, tulikuwa watumwa. Tulikuwa watumwa katika nchi za kaskazini huko. Lakini Selassie alipofika, alitoa Shashamani. Alitoa kijiji cha Shashamani. Akaenda nchi zote za Ulaya na Amerika. Akawashika mkono na kuonyesha nyumbani Ethiopia. Wale ambao wako tayari kurudi nyumbani pameshatayarishwa. Udongo umeshatolewa kwa ajili ya watu weusi ambao walipelekwa utumwani nje ya Afrika. Selassie alitimiza ile. Kwa hiyo wenye akili ambao wanatembea na neno watashika njia kumfuata mfalme, kurudia nyumbani kwenye wokovu. Na kweli kuliondoka watu zaidi ya 800 we some person waliondoka kipindi kile, miaka ya 1950s pale mami nefsa 50 mpaka 54. Watu waliondoka na wakahamia Ethiopia, wengine mpaka kwa miguu kutokea Ulaya mpaka Afrika, Amerika mpaka Afrika. Ile yote ilifanyika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kufahamu ukweli, nini ambacho hiyo kinatendeka duniani. Chenye kinatendeka duniani ni chenye kiliandikwa katika maandiko. Ni kutimia kwa prophecy. Mfalme amefika, tumeonyeshwa huruma. Lazima tuondoka. Kwa hiyo wapendwa, na wahimiza ninyi kama wageni na wakaaji wa muda kwamba muendelee kujiepusha na tamaa za kimwili ambazo ndizo huendelea kupambana na nafsi. Tukiwa kama wakaaji wa muda katika hii dunia, tuendelee kuwa na akili zaidi, tujiepushe na tamaa za mwili ambazo zinaendelea kupambana na nafsi na ile dhamira. Tumeshachaguliwa, tumeitwa, tumeitika, tumechaguliwa, tumemjua mfalme, tunaijua mission tuko nayo sasa hivi duniani, kumtangaza mfalme kote kote. Ya nini tena tuangushwe na tamaa za kimwili? Ya nini tena tuangushwe na tamaa za kimwili? Tusimame imara, kwa sababu sisi ndio ambao tumechaguliwa kwenda kutawala na jaa tukiwa wafalme. Tusimame imara katika uadilifu, tusimame imara katika utakatifu, katika usafi. Haleluya. Dumisheni mwenendo wenu ukiwa mzuri katikati ya mataifa, ili katika jambo ambalo wanasema juu yenu ya kuwa ninyi ni watenda maovu, waweze likiwa tokeo la matendo yenu mazuri ambayo wameshuhudia kwa macho, kumtukuza Mungu katika siku ya ukaguzi wake. Waache wao waendelee kuwanyoosheni mikono, wanawasema vitu vibaya, lakini ndani ya roho zao wanakiri kwamba nyinyi marasta, nyinyi ni watu wema, nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni watu ambao mko na kitu cha maana sana kwa ajili ya hii dunia. Ndani mwenu mko na kitu cha maana sana kwa ajili ya hii dunia. Lakini kwa sababu hatutaki kile kitu kitoke nje, ndio maana tunakimbilia kuwasingizieni. Nyinyi mna mabaya. Nyinyi bana. Nyinyi sijui zile dread zenu ni hivi, nywele zenu ni hivi. Kuwasukumia mabaya mengi. Nyinyi ndio wauaji. Nyinyi ndio wafanya hivi na hivi maovu.
ile yote ni kimbilio letu tu kwa ajili ya kutaka nini? Kufunika lile neno ambalo liko ndani mwenu lisitoke nje. Sio kitu ambacho Babylon anajua kuna kitu kikubwa sana kwa hawa watu. Kwa hiyo lazima nitengeneze mazingira wakatalike katika society wakatae, sipende kuwatega sikio kuwasikia. Lakini ile siku ya ukaguzi wa Jah itakapofika, wao wenyewe watakiri na roho zao kwamba hawa kweli ndio walikuwa chaguo, taifa teule la Jah. Kwa ajili ya Bwana jitiisheni wenyewe, na kwa kila kitu kilichofanywa na binadamu, iwe ni kwa mfalme akiwa ni mkubwa, kweni wenye heshima, au ni kwa magavana wakiwa wametumwa, naye kuwapa adhabu watenda maovu, bali kuwasifu watenda mema. Kwa maana ndivyo mapendezi ya Jah yalivyo, kwamba kwa kutenda mema mzibe maneno ya ujinga ya watu wasio na akili. Kwa wema wetu tuzime, tufunge midomo ya watu wasio na akili, wajinga. Iweni kama watu huru, lakini muwe na uhuru wenu si kama kifuniko cha ubaya, bali kama watumwa wa Jah. Waheshimuni watu wa namna zote. Rastafari, hiyo ndio konsei ya Jah kwetu. Hiyo ndio ushauri wa Jah kwetu, kwamba nyinyi ni taifa teule, mlishachaguliwa, mnabakiza kitu kidogo tu mshinde. Nyinyi ndio mmechaguliwa, mna kitu kimoja tu mshinde. Kwa hiyo nini? Waheshimuni watu wa namna zote duniani. Tuwe na heshima Rastafari. Upendeni ushirika mzima wa akina ndugu. Muogopeni Jah, muheshimuni mfalme. Muogopeni Mungu, muogopeni Jah, muheshimuni mfalme. Hai. Neno hilo kubwa na la maana sana kwetu kama Rastafari. Limetuonesha kivipi